Ahlani wa sahlani wa marhaban bikum mpenzi mtazamaji wa Jai Online TV. Ni matumaini yangu mzima kiafya na nikwambie karibu sana katika kipindi chetu bora kabisa cha ukalimani wa lugha ya alama. Kama kawaida yetu tunawaalika wageni mbalimbali hapa kwa ajili ya kuja kuzungumza masuala mbalimbali yanayohusiana na lugha hii ya alama. Na siku ya leo tupo na Mwajuma Silima Makame. Yeye ni mratibu wa Jualaza. Kwa pamoja hapa tutazungumzia kuelekea siku ya wakalimani wa lugha ya alama. Bila shaka katika kipengele hiki tutazungumza mengi kuhusiana na wakalimani, lakini pia wana mchango gani sasa hivi wakalimani, wananufaika vipi, lakini wao pia wanahusika vipi katika jamii ama shughuli zao pia wanazifanya kwa namna gani. Nikukaribishe sana mgeni wangu, karibu sana. Asante, assalamu alaikum. Jina langu naitwa Mwajuma Silima Makame, ni afisa mratibu kutokea Jumuiya ya Kalimani wa Lugha ya Alama Zanzibar. Naam, bila shaka ni mkalimani wa lugha hii ya alama, na hapa tunazungumza kuhusiana na kuelekea siku ya kalimani wa lugha ya alama. Bila shaka hii ni siku yenu, na katika siku hii bila shaka mambo mbalimbali yanafanyika, lakini kabla ya siku kufika bila shaka kuna vitu mbalimbali hapa hufanyika. Labda kwa mwaka huu kwanza tuangalie hii siku ikoje, na kabla ya kufika siku hii nyinyi kama wakalimani wa lugha ya alama Zanzibar mmejipanga vipi? Kwanza tufahamu maana ya mkalimani. Mkalimani ni mtu anaitafsiri kutoka lugha ya mazungumzo kwenda lugha ya alama, au lugha ya alama kwenda lugha ya mazungumzo. Na ukalimani ni kile kitendo kinachofanyika, kinachotafsiriwa kutoka lugha ya alama kwenda lugha ya mazungumzo, au lugha ya mazungumzo kwenda lugha ya alama. Kwa Jumuiya ya Kalimani wa Lugha ya Alama mara hii alhamdulillah tumejipanga vizuri, tunashukuru kuelekea siku ya Kalimani wa Lugha ya Alama Zanzibar. Tumejipanga vya kutosha kwa sababu tushaanza kufanya shamra za kuelekea siku ya Kalimani wa Lugha ya Alama. Na shamra zenye activity tulizozifanya ni kutembelea katika skuli ya watu wenye ulemavu iliyokuweko Kilombero, inaitwa Donesis. Skuli ya Donesis inashughulikia masuala ya watoto wenye ulemavu. Tumeenda kutoa taaluma ya lugha ya alama pamoja na ukalimani wa lugha ya alama, tukawapa yale mafunzo. Kwa hiyo tumewahamasisha kuhusu ule ukalimani wa lugha ya alama unavyokuwa. Pia vile vile tumeweza kuhamasisha katika wilaya Kaskazini B kuanzishwa kwa darasa la lugha ya alama. Darasa ambalo liko katika skuli ya Mheshimiwa Balozi Sefalidi, skuli ya Bumbwini pale tumefungua darasa ambalo tuna wanafunzi hawa wa kawaida, wanafunzi wanaoenda kusoma, wanafundishwa lugha ya alama siku ya Jumatano, pamoja na walimu wanafundishwa siku ya Alhamis. Pia vile vile tumeweza kufanya vipindi mbalimbali kama katika redio ya habari, Zanzibar Cable TV, Assalam. Kwa tumeweza kufahamisha skuli mbalimbali, tumeweza kuwafikia watu mbalimbali kwa kuwahamasisha kuhusu hii siku ya kalimani wa lugha ya alama. Bila shaka tukiwa tunajipanga kuelekea ama kwenda kuishangilia hiyo siku ya wakalimani wa lugha ya alama hapa Zanzibar, tuangalie sasa hii nafasi yake lugha ya alama hapa Zanzibar ikoje, na nafasi gani, inatambulika vipi kwa jamii, mapokezi jamii wameipokea vipi pia? Kwanza tufahamu ndugu mtangazaji, kila mwaka Jumuiya ya Kalimani wa Lugha ya Alama huazimisha siku hii, na siku hii huazimishwa tarehe 18 ya mwezi wa 11 ya kila mwaka. Na kwa mwaka huu tunaazimisha siku hii katika wilaya Kaskazini B, katika holi la skuli ya Bumbwini Misufini pale. Tunaazimisha hii siku. Nafasi ya ukalimani wa lugha ya alama pamoja na lugha ya alama yenyewe na mkalimani wa lugha ya alama. Hapo mwanzo alikuwa mkalimani wa lugha ya alama, yani anaonekana kama sio mtu. Yani hata akisimama pale mbele watu wanaona kama kituko. Hata katika jamii ukiambia watu lugha ya alama wanaona kama ni lugha ya kituko. Yani ukienda simama pale mtu anakushangaa, anacheka, yani anaona huyu mtu mbona anafanya kituko. Lakini kwa sasa tunashukuru alhamdulillah kwa serikali yetu ya mapinduzi. Kwa sasa hivi alhamdulillah lugha ya alama ipo katika mitaala mbalimbali. Tukiangalia katika mtaala wa wanafunzi wa darasa la 3 wamewekewa huu mtaala wa lugha ya alama imeingizwa. Kwa hiyo tunashukuru kila siku zikienda
lugha ya alama inapiga hatua na ukalimani wa lugha ya alama unapiga hatua. Vile vile katika vyuo vikuu. Katika vyuo vikuu japo kuwa si kwa kiwango kikubwa, lakini lugha ya alama ipo, watu wanasomea kama ni somo. Wanasomea kama ni somo, lakini kwa sasa hivi kidogo imepiga hatua. Tukiangalia chuo cha Suza, Mbweni, wale watu wa afya wanasomea hii katika somo la communication skills, imetiwa hii sign language. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, lugha ya alama na ukalimani wa lugha ya alama umepiga hatua, na wakalimani wa lugha ya alama wanapata kutambulika sasa hivi, sio kama zamani. Japokuwa si kwa kiwango kikubwa, wakalimani wa lugha ya alama wanatambulika. Tukiwa tunaelekea katika siku ya ukalimani wa lugha ya alama, tuangalie sasa wakalimani wenyewe wa lugha ya alama kadri siku zinavyosogea. Wanaongezeka idadi ile ambao wanajifunza, watu wanaongezeka au bado iko ile ile? Asante ndugu mtangazaji. Wakalimani wa lugha ya alama kila siku zikisogea wanaongezeka, na kama tulivyosema hapo nyuma, hii tasnia ya ukalimani wa lugha ya alama inazidi kukua, japokuwa si kwa kiwango kikubwa, lakini inazidi kukua, kwa sababu tunapotarajia sisi na huku inavyoenda ni mambo mawili tofauti. Kwa sababu sisi tunataka tusimame kama wakalimani wa lugha ya alama, kama kozi ya ukalimani wa lugha ya alama, lakini hicho kitu bado hakijaweza kufanyika. Kwa hiyo lugha ya alama inazidi kusogea mbele na tunazidi kupiga hatua wakalimani. Labda tuangalie mbali na sera ya serikali, nyinyi kama Jualaza labda mna sera zenu ama mipango yenu ya kuhakikisha mnaikuza lugha lakini mnaifanya izidi kunawiri? Ndiyo, sisi kama jumuiya ya wakalimani wa lugha ya alama tuna sera zetu pamoja na mpango mikakati. Haya sera zetu tunazo za kuifanya hii lugha ya alama inapiga hatua kwa kiasi kikubwa, kwa sababu tulivyoanza nyuma na sasa hivi tulivyofikia, tunashukuru Mungu alhamdulillah, sio tulipotoka. Mwanzo wakalimani walikuwa hawatambuliki kama wakalimani, lakini sasa hivi tunashukuru, mtu ukienda unapata ile nafasi ya mbele kwenda kukalimani, lakini mwanzo ukiomba nafasi unasema sio kalimani tu huko, sijui tunafanya hivi kwani ndo kitu gani. Lakini sasa hivi ukisema tu mimi ni mkalimani, kidogo unapewa priority, unaambiwa mkalimani basi mpisheni, ana watu wenye mahitaji maalum akae mbele ya kalimani, sio kama mwanzo. Usisahau kusubscribe, like na kucomment